Okay, mambo vipi? Naamini kabisa kwamba uko poa kabisa na mimi nafurahi sana mimi na wewe tunapokutana hapa ili tuweze kuzungumza mambo mawili matatu ambayo yanaendelea kwenye mpira wetu. Na as usual, mimi mambo bana yakitokea lazima mimi na wewe tukutane hapa ili tuweze kuzungumza kwenye lugha moja ambayo inaeleweka, ambayo yani kila mmoja akisikiliza anaona kabisa kwamba this guy ana make sense. Sasa siku ya jana ambayo ni tarehe 27 ni siku ambayo nilikufahamisha mara nyingi sana kupitia kwenye baadhi ya content zangu ambazo nilizozungumza. Ni nini ambacho kilitokea siku ya jana? Ilikuwa ni mkutano mkubwa sana ama vikao vizito sana ambavyo vilikuwa vinaendelea katika uwanja wa Mkapa. Na mapema nilikupa taarifa ya kwamba hivi vikao vingefanyika Dodoma, lakini usiku wa kuamkia jana yalitokea mabadiliko kidogo, na katika mabadiliko hayo walikubaliana kwamba vikao hivyo basi vikafanyike pale katika uwanja Stade Benjamin William Mkapa. Na ilikuwa ni nje kidogo ya matazamio ya walio wengi, kwa sababu wengi waliamini huu utakuwa ni mkutano ambao Yanga watakuwa hapa, bodi ya ligi kuu Tanzania bara watakuwa hapa, TFF watakuwepo hapa, BMT watakuwepo hapa, kila mmoja kwa muktadha wake atakuwa kwenye hiyo kikao kimoja, na mwisho wa siku tutaweza kushuhudia wote wakizungumza na watatoka wakiwa na nia moja. Na kama utakumbuka jana nilijaribu kuguess mambo ambayo yangejadiliwa kwenye hiyo kikao, na imani yangu ilikuwa inaniambia mara baada ya hiyo kikao watatoka mbele ya vyombo vya habari na kueleza kinagaubaga ni nini ambacho kinaendelea behind the scene na ni kwa namna gani watasolve hii situation ili tuweze kutoka sehemu moja twende sehemu nyingine ambayo ni sehemu kubwa zaidi. Sasa ikawa vice versa. Majira ya saa 3 Young Africans ndio walikuwa wa kwanza wao kufika kwenye eneo la Stade Benjamin William Mkapa, na kufika kwao walifika wote, kwa maana wale wajumbe wa kamati tendaji ya Young Africans, viongozi wa Young Africans wa ngazi za juu kama engineer Sabani Rais na makamu wa rais, watendaji ambao pia ni waajiriwa kama CEO, wote walifika mapema. Lakini kufika kwao uwanja Benjamin Mkapa walifika bado akiwa na msimamo wao ule ule. Mfano, Alex Ngai aliojiwa na vyombo vya habari akasema yeye kwake kama Yanga wamefika kwenye ule mkutano wakiwa bado wana msimamo ya kwamba hawako tayari kucheza mchezo siku nyingine nje ya tarehe 8 March mwaka 2025. Wao wanachohitaji hiyo mechi haiwezi karudiwa na wanahitaji point 3. Ndicho ambacho Young Africans walichokizungumza. Licha ya kwamba viongozi wa Yanga walifika kwenye mkutano, bado mashabiki wengi wa Young Africans walikuwa nje ya uwanja wa Benjamin Mkapa wakiwa wamevaa t-shirt ambazo zimeandikwa hatuchezi tena. So tukasubiri ni nini ambacho kitakazungumzwa. Yanga kama nilivyokuambia walikuwa kwanza, baada ya hapo akafika Rais Wallace Karia, baada ya hapo akafika watu wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara, akafika waziri mwenye dhamana, akafika katibu wa wizara na akafika makamu waziri. Maana yake kikao ni kikao ambacho kilijumuisha watu wote. Kama ambavyo tulitarajia kwamba watafika wote, tulishangaa mbona watu wa Yanga hawafiki. Kumbe ilikuwa ni kikao ambacho wanasikiliza upande mmoja mmoja, kwamba watawasikiliza Yanga, watawasikiliza Simba na bodi ya ligi kuu Tanzania bara. So Young Africans wao wakawa wa kwanza kuingia kule ndani na wakafanya kikao chao, na majira ya saa 7 kuanzia saa 4 mpaka saa 7 ndipo ambapo Young Africans walivyokuwa namaliza kikao chao. Young Africans hawakuwa wachoyo. Mara baada ya kutoka kwenye kikao, angalau tulipata some information ambazo zilitusaidia kutuelezea ni nini ambacho kilikuwa kinaendelea behind the scene. So ni nini ambacho Yanga walituambia? Yanga walituambia kwamba kule ndani wamejadili ni nini kilichotokea, na walikuwa inatafuta suluhu ya kile kilichotokea Machi 7 na Machi 8, kwamba sasa tunatokaje kwenye hilo eneo kwenda kwenye eneo ambalo ni kubwa zaidi na kuondoa hiyo sintofahamu ambayo kwa namna moja ama nyingine ilikuwa inaendelea. So walikuwa ni Young Africans ambao waliweza kutengeneza statement hiyo, na Rais wa Young Africans akasema wao wamewasilisha
kila ambacho wanadhani kwao ni sahihi, na wamepokea ushauri ambao walipewa na waziri, although hawajaelezea ni ushauri upi ambao walipewa na waziri. Mwisho wa siku akasema hiki hakikuwa kikao cha maamuzi, bali kilikuwa ni kikao cha kutafuta suluhu. Hilo kitazama sura zao na jinsi ambavyo walikuwa wanaongea, ni kana kwamba watu hao wametoka kwenye kikao wakiwa wanajiamini sana. Baada ya Young Africans kuondoka, Simba na wao wakaanza kuingia, na wakaingia vizuri sana, wakisema wacha tukajadili. Mara baada ya kile kikao, viongozi wa Simba waliokuwa tayari kuzungumza alikuwa ni Murtaza Mangungu, ambaye naye pia amezungumza na wanahabari na kutoa taarifa tofauti kabisa na kila ambacho tulidhania kimewapeleka pale. Yeye amesema kilichowapeleka pale ni kwa ajili ya kujadili maendeleo ya soka, na akaulizwa vipi kuhusu mechi yenu na Yanga imejadiliwa, akasema sijui hata kama Yanga walikuja, na akasema kama walitaka tujadiliane na Yanga manake wangetuita wote kwa pamoja tukae kwenye meza. Wao walijadili masuala ya maendeleo ya mpira miguu Tanzania. Waandishi tukaoji, je, hayo maendeleo ya mpira miguu wanayajadili na ninyi Simba peke yenu? Mangungu akabadilika na kusema hilo swali kamuulizeni waziri. So manake ni kwamba Simba wao hawakuwa openly kuelezea ni nini ambacho walichokijadili kule ndani. Na kwangu mimi sidhani tu kama walikuwa na mkomoa mtu yoyote, sana sana ni mashabiki wa Simba ambao walihitaji kujua nini moja kwa moja ambacho kilijadiliwa kule ndani. Baada ya hapo kilichofuata kilikuwa ni kikao. Simba mara baada ya kutoka ilikuwa ni kama saa 10 hivi. Baada ya Simba kutoka ilikuwa ni zamu sasa ya ligi kuu, bodi ya ligi kuu Tanzania bara pamoja na TFF na wao kuingia kwenye kikao. Na mara baada ya wao pia kuingia kwenye kikao, walivyotoka sura zilikuwa tofauti kabisa. Steven Mguto yeye alisema ana msemaji wake, msemaji wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara, yeye ataongea. Wakati huo Wallace Karia alionekana kughafirika sana na kusema kwamba hayuko tayari kuzungumza. CEO wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara na yeye hakuwa tayari kuzungumza. Kwa maana kama ni suluhu ilikuwa inatafutwa, watu walihitaji kutuelezea ni nini kilichojadiliwa kule ndani, lakini wameendelea kuifanya siri zisizozungumzika na kusababisha watu waendelee kujiuliza maswali mengi sana, ni nini ambacho hawa jamaa walikuwa wanajadili kule ndani. Waziri na yeye hakuwa tayari kuzungumza ni nini ambacho kimetokea. Wakati huo na makamu waziri ama naibu waziri na yeye hakuwa tayari kuzungumza ni nini ambacho kichozungumza. Kusema la kweli, waandishi wa habari tulikuwepo pale kuanzia asubuhi mpaka usiku karibia wa saa 1, saa 1 kuelekea saa 2, lakini bado hayajapatikana majibu ya nini ambacho kimejadiliwa kule. Labda tusubiri taarifa kwa umma, inaweza ikatolewa usiku wa leo ama asubuhi hii, lakini kimsingi jana hatukuweza kupata taarifa ambayo sasa inaweza kuelezea ni nini ambacho kilijadiliwa kule ndani. Sana sana tumeona picha mbalimbali ziko zimepostiwa. Tunasubiri outcome, maana yake tunasema tutasikia milio. Nilikwambia kuna maamuzi magumu yanaweza kachukuliwa, watu kujiuzulu au mechi irudiwe au mtu apewe alama 3. Sasa tutasubiri kuona majibu yatatokana na reaction zao. Ukiona reaction za watu jue sasa yale ndo majibu ambayo yametokea. Lakini swali ambalo utakuwa unajiuliza, kama watu hawajakaa kwenye meza moja, ni nini ambacho kilikuwa kinatafutwa? Tukutane labda kwenye sehemu nyingine, tutaweza kujadili ni nini ambacho waziri alichokuwa anakihitaji. Mimi naitwa Almacho Subaru Faskanyasi. Asante, ni bye bye.